ambaye tunataka kuangazia, mambo ambayo yanaanza ikienda ikitokea, ambayo tunaona sio mambo mazuri. Ya kwanza, ile jambo tuliko naye, jambo nyeti, ni mambo ya Nakuru. Tulikuwa na mkutano and it was on Friday, Saturday, na tulikuwa tumepanga kulingana na schedule ya IEBC. Candidate wetu Zuki wa London alikuwa amepewa program ya vile watafanya kazi. Ile ni kawaida kwa nyinyi, mnajua anapeagwa all candidates siku zake ya kwenda campaign. Lakini akaonelea ni mzuri kwa sababu ameita wageni kutoka nje. Akapeana notification ya kusema atakuwa na wageni siku hiyo na msafara ya siasa ya campaign zake, ambaye tuko na hapa, tutawapea kila mtu kopi yake. Na juu ya hiyo akapeleka mpaka kwa polisi. Alipopeleka kwa polisi, akakuta OCS ya West kwa constituency hiyo, na wakapeana hiyo barua, na tumepea nyinyi clip. Nyinyi wote mmezunguza clip. Ile mama alikuwa akipewa na ile pesa aliitisha, na akapeana namba yake huko na hiyo clip, na akapewa shilingi 1000, na akarudi akasema na house PD. Vijana wetu wakaambia we shall sort that later, na wakakubaliana watapeana askari 4. In fact mama akasema hata 10 tutaweza kuwapea, na mtabeba hapo kwa showground watu ya kuweza kutembea na nyinyi. So sisi tulikuwa tumechunga sheria ya kujua utaratibu wa sheria ya kufanya. Lakini baada ya hiyo, asubuhi yake walikuja askari zaidi ya 200 na tear gas. Tukajaribu, tulikuwa na senator na wengine ambao tulikuwa nao huko sisi hadi mwisho, tukajaribu ni nini, iko shida gani? Hawakiongea na sisi. Tukaambia sasa sisi tunakutana na tuko na mpangilio mzuri. Umekuja kuchunga sisi? Hapana. Tumekuja kuambia nyinyi hakuna mkutano. Why? Ule alipoa barua, nikamuuliza wewe, si ulipoa barua ya OCS? Akaangalia mkubwa yake na mna hii. Nikamwambia usiangalie mkubwa yako, tell us the reason. Akasema yes my boss. Sasa tumeita nyinyi kuangazia kama siasa tutaifanya na njia hii, then tunadhulumiwa kwa nini? Sisi tulikuwa watu ambaye tuko kwa mlengo ambaye tumepewa jina Tangatanga. Na basi jina Tangatanga ni kutangatanga, lakini tunafuata sheria. What is the problem? Na kama hiyo sasa ndio imefanyika namna hiyo, na ilikuwa naongozwa na Alama, mjumbe kama sisi ndio alikuwa naongoza hiyo. Sasa tunasema ikifika sasa uchaguzi, hii ni ya just MCA. Je, ikifika uchaguzi ule mwenyewe, we want to tell the Kenyans kuna mambo imepangwa ambayo sio mzuri, and we don't want bullshit. Kila mtu asimame aende kwa sanduku atoe haki yake. Baada ya hiyo, wale wengine wanaendelea na kampeni zao na wanafanya Jubilee, wengine wote wanafanya. Kwa nini sisi tuwe na shida na tunafuata sheria? Waliochukua pesa polisi kama hawa na sisi, ni nani anavunja sheria? Yule amechukua pesa ndio anavunja sheria ya kuombwa, ama ni sisi? We are following the law and we are appealing to the president. Please wake up. Wake up. Kama hujui ile mambo inaendelea, you are also seeing in the media. Na unaona kwa runinga kila pahali inaendelea. Tumekupea miaka yako 10 kwa njia nzuri. Please relax. Ulitaka kwa njia nzuri bila kuwa na shida. But now, hii watu usipochunga watakuingiza kwa shida. Kwa sababu ikikuja kupatikana damu, then you will be answerable for this. And we don't want that. We want to go peacefully. And that's what I came today here, na wajumbe kuweza kukemea hayo mambo si mazuri, na ni kila pahali inaanza namna hiyo, tear gas for what? I think I look for the others. Okay. We are here to condemn the use of police, actually the misuse of police, as we saw in Nakuru this past weekend. As everybody knows, there is a by-election in London Ward, Nakuru County. And as you know, there is those days that are allowed for campaigns, and we are within that period, as the elections will be on March 4th, which is in the coming week. So as we did our meetings, we woke up to a battalion of about 200 policemen with dogs as well as tear gas. And they said that we would not be able to hold our meetings, despite us having given them notice as the law requires. And I'm sure you have a clip
showing them receiving that notice, acknowledging it, and even saying that they would provide security for the meetings. Now, I want to point out that we are aware the Nakuru Town West Member of Parliament, which is Mheshimiwa Arama, using Matiang'i, and I say it daytime, daylight, using Matiang'i and the Inspector General of Police. You must not be misused and you must not become partisan politicians. Otherwise, then you need to step down as the Inspector General of Police and come to the village and run for a seat. We saw him yesterday talking about we had no permission to hold the meeting or something like that. I would want him to get a clip of his police officer receiving some money, as well as acknowledging receipt of the letter and saying that they would be providing security. We are also involved of other operatives who probably were previous politicians and want to come back into the field. Their involvement in that as well. So what we are saying is we are condemning the use of police brutality to intimidate those who are trying to talk to voters in a peaceful manner, so that they are using police brutality so that they can force the people of Nakuru Town West, London Ward specifically, to vote for the Jubilee candidate. And actually, if anyone is listening to me from London Ward, let us show them that your voice is through the vote, and no amount of intimidation will make you vote for a candidate that is not your choice. So we are here to condemn this. A few weeks ago, about 2 weeks ago, I want to state this also. The officer in charge from IEBC for this London Ward, his laptop was stolen, and we have information that it is the group led by Arama that know where this laptop went to. So we want to know, because we have heard that you intend to bring fracas during the by-elections or during the voting. We want that, and because you are trying to come up with some new register or something. Let me tell you, nobody will steal our votes. We shall guard them with our lives, and I want you to know that. And this is just a ward seat. It's not even a member of parliament seat, senator, governor, or president. So it is sad to wonder what will happen in the coming years if we are here over an MCA seat. So in conclusion, so that the others can speak, I'm condemning the use of police brutality to interfere with peaceful political events or activities. And I'm also giving them notice that we shall still be on the ground in the coming days from tomorrow. We shall continue with the program. We are not people to be cowed. We are not people to be intimidated. They have tried that. We stand firm, and we shall stand for our rights. We are not also people who do not understand their rights. We know we have the right to go around and campaign for our candidate. So in conclusion, people from London and those who are their friends and who can watch us, we are also asking that when the time comes, you vote for the UDA candidate, Zuki Anthony. Thank you. Kenyans fought for that clause for a reason, so that the police cannot be given instructions from the executive to be used for political reasons. So we are appealing with the police, and the media must help us. You helped us in 1992 days. Why can't you help Kenya today? Because today the law is being flouted. The independent institutions in the country, most importantly the National Police Service, is being used to curtail democratic space. In fact, the international standard, which Kenya is a signatory to, of a free and fair election is to have minimal or even absent presence of police, because people are supposed to be able to go out and campaign and be able to vote without being intimidated. The job of the police is to capture criminals, not law-abiding Kenyans who are campaigning as they are allowed by their political freedoms. So the press must help us with this. The press must smoke out that police officer who took a bribe. We can't be talking about fighting corruption in Kenya when it is an obvious case. I would have assumed that that police officer would have been picked up today by internal affairs of the National Police Force and should be in court by tomorrow. Thank you. Some few months ago. Na sisi wenyewe kama mimi, kwa sababu tuko na watu pia ground, na vile bado kulikuwa kule Nakuru, tukapata upelelezi, kuna watu walikuwa wanapanga maneno ya kupanga violence kule Keno, the time the deputy president was coming for a church harambee. And I want to ask the IG, before atuambia maneno ya Nakuru nani hakuwa na ruhusa na nani hakuwa nayo, kwanza abia wa Kenya wale watu walifanya fracas Keno na wakasababisha some 2 young Kenyans to lose their lives. Hao watu hiyo kesi imefika wapi? Because now every day we are being treated in a circus.
where we see an administration that is hell-bent in using force and using the government apparatus to cause chaos and violence in the meetings of people ambao hawaipi nyimbo yao. Kwa hivyo ningetaka kukumbusha IG, even akikuja maneno ya Nakuru, akona kesi ya kule Murang'a ya Keno, Wakenya hawajawahi pata we have never gotten the questions to the answers that we tuliuliza, na ningemwambia pia akipata akuje atuambie wale watu walijua hao watu wa Keno ni nani. Mimi mwenyewe nilitaja, nikataja Sabina Chege kwa sababu I had the evidence, na nikataja wale wengine ambao walikuwa napanga huko. So even the things that they are doing and even the kind of gangs they are using, wengi wao wakiitwa huwa wanatueleza, na kwa hivyo ningeuliza waajibike, because as you see us, we are harmless hustlers and we are harmless Kenyans. We ask them, kama ni maneno ya kura na ya siasa, tafadhali wataneni na polisi, kujeni muombe kura, muache kiburi Nairobi, mkikuja kuomba hiyo kura, convince raia, wakikubali ni sawa, wakikubali the other side pia ni sawa. Na ya mwisho kabisa, IG, yesterday you said that we never had the permission to hold the Nakuru meeting. We want to tell you very categorically, we do not need permission from anyone, including the IG, including the Matiang'i, who has been causing havoc by planning violence sponsored by the state. We need permission from no one. All that we are required to do by the law is to notify you, which we will keep doing. But sisi hatutakuja kunyenyekea mtupee ruhusa ya kufanya mkutano. Hata hii hatukuuliza ruhusa, hata hizo zingine hatutauliza, but we will always keep the law by notifying the police and notifying the authorities when we plan for our meetings. Asanteni sana.